Kwa bahati mbaya sana watu wengi wanamtazamo kwamba ukiitwa BASATA umeitwa kwenye mambo magumu magumu tu. BASATA ni mahali ambako kuna vitu vingi sana positive ukija. Kuna vitu vingi sana vya kujifunza. Kuna elimu ya bure ambayo uko mtaani ungeweza kuilipia, lakini ukija BASATA unaipata bure. Kwa hiyo kama haujawahi kuitwa BASATA, wewe bado hujawa msanii. Kwa maana yake hauna mabaya, hauna mazuri. Sasa uko kwenye sanaa. Yani kwa hiyo nafikiri ilikuwa ni habari njema sana baada ya kupata wito wa kuitwa BASATA, nikasema sasa yes, nimeenda kuwa msanii aliyekamilika zaidi. Hii ni ngoma yako ya kwanza tu unaitwa BASATA. Inaleta picha gani kwenye muziki wako? Kwamba nimekuja nyumbani. Nimetambulika rasmi sasa kwamba kuna msanii mpya, na nimekuwa nikizungumza mara nyingi kwamba mimi sio underground. Mimi ni msanii mpya superstar. Unanielewa? Kwa hiyo nimekuja kwenye nimeitwa nyumbani, na kuanzia sasa chochote kile nitakachokifanya lazima kipitie pia kwenye miongozo ya nyumbani, ambako kwenye tafsiri yangu hapa ni BASATA. Kwa hiyo yani kama nimeenda kuongeza hasira zaidi. Za kutoka hapa kiende kikanuke. Yani mkinipa dakika chache tu hapa kuna jambo lingine linaenda kutokea muda so mrefu. Sawa, kwenye ngoma yako hii mpya, kwa nini Joh Makini na isiwe Baba Levo? Siwezi kufanya kolabo na Baba Levo kwa sababu uwezo wake ni mdogo sana. Amekuwa kwenye sanaa kwa miaka mingi sana, hakuna kitu chochote kile ambacho anaweza kaonyesha amekipata kwenye sanaa. Alafu kwa namna ambavyo game imebadilika, Baba Levo ni msanii wa zamani. Yani time imemkimbia, yamebakia huko. Mwendo ni speed sana ambayo hawezi. Hayuko kwenye mizania ya kufanya collab na mimi. Kwa hiyo inabidi ajipange sana, arudi huko K-Town people, labda arudi huko kwa ndugu zake, ndio anaweza kufanya chochote. Mimi niko kwenye level nyingine kabisa. Lakini waliopata nafasi ya kusikiliza ule wimbo wanasema kwamba ule utunzi kabisa ukisikiliza ni kama Baba Levo ndio ameweza kuandika ile ngoma. Baba Levo hana uwezo wa kuandika ngoma kama hiyo, na nitakwambia and I stand to be corrected. Niambie kuna msanii gani mpya amewahi kutoka kwenye nchi hii ndani ya siku moja msanii mpya akapata views zaidi ya 100,000 on YouTube? Nitajie msanii mpya kabisa kwa mara ya kwanza, siku ya kwanza ndani ya masaa 24 akawa na views 100,000. Kuna uwezekano mkubwa sana hii ni record ambayo imewekwa na mzee wa Kaliwa. Ndani ya masaa 24 views 100,000 kwa msanii mpya, ndo anasikika kwa mara ya kwanza, na mgongoni kwake hakuna lebo, hakuna msanii yoyote yule ambaye amewekwa kumgongoni, ni yeye mwenyewe, show ya mwanaume mmoja. Nitajia hapo. Labda watu wanaweza kusema ukubwa wako ambao unao kwenye industry ya utangazaji huenda ndio imekupa kama lift. Mimi nina ukubwa wa utangazaji, lakini nina upya wa sanaa. Unanielewa? Mimi ni sanaa mpya tena. Mimi nina ukubwa kwenye media, utangazaji na uandishi wa habari, lakini sina ukubwa huo wa kwenye sanaa ya uimbaji. Wakati kikao kikiendelea na Mheshimiwa Mapana akiwa anaplay ile nyimbo, nikakuona ukawa mtulivu sana. Ulikuwa unawaza nini? Mniombee. Yani nyimbo ni mniombee. Wanaposikiliza watu wenye mamlaka, sisi wengine inabidi ni dua tu kwamba mniombee, kwa sababu ndicho ambacho kimeimbwa. Na ndio maana unaona hata wakati Dr. Mapana ameniuliza, ule ndio msingi wa ule wimbo. Wako watu wengi sana wanafanya maovu kwenye jamii yetu, na hatutaki kusema ukweli, kwa sababu kuna namna tunataka tufiche watu wasiujue ukweli. Hata huo umekosa namna gani, bado una nafasi mbele za Mwenyezi Mungu. Ule wimbo unazungumza ni dhambi tupu kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa wimbo. Na tunaambiwa pia kwenye vitabu vitakatifu kwamba mwanadamu sio mkamilifu. Na ndio maana kwenye kila dhambi niliyoitaja, kama kwa lugha ya picha, mbele yake ulikuwa unaona kama napiga magoti kwamba hii ni dhambi. Na ndio maana nimetaja viongozi wakubwa wa kiimani, kwa wale ambao tunaamini Mungu yupo. Wale ndio viongozi wetu ambao wapo kwenye kutusaidia, kwenye kutuongoza na kutufanya kuwa watu wema zaidi. Kwa hiyo hata uwe mkosefu vipi, bado mbele za Mwenyezi Mungu uko mlango wa toba, uko mlango wa msamaha. Na hiki ndicho ambacho kinaimbwa kwenye ngoma ya Mniombe. Sawa, Oscar, natamani sana kusikia take ya bosi wako Diamond Platinum baada ya kuisikia ngoma yako.
kuna mazungumzo yote ambayo umeyazungumza, comments yoyote kupitia ngoma yako? Amesema Oscar ndio msanii mkubwa wa hip hop anayekuja hapa nchini, unanielewa, na amefurahia kile ambacho kilifanyika kwa sababu naye pia hakuwa anajua. Kwa hiyo nilitaka kumsurprise, nilitaka niwe na mawazo huru bila kushirikisha watu wengi sana wakati unataka kushift kutoka career moja kwenda career ya pili. Unakumbuka mimi nilianza maisha wakati nimetoka chuo, nilianza maisha na ualimu. Nifanya kazi serikalini, fundisha sekondari kama miaka 5 hivi. Baadaye nikaenda chuo kikuu nikafanya kazi kama mwaka 1.5. Lakini baadaye nikataka kushift kutoka kwenye ualimu kwenda kwenye uandishi wa habari na utangazaji. Wakati nataka kuswitch sikumshirikisha mtu. Kwa sababu unapotaka kufanya maamuzi makubwa kwenye maisha usipende sana kushirikisha watu. As long as wewe unaamini katika hayo mawazo. Kwa hiyo hiki ndicho ambacho kilitokea. Kwa hiyo nika switch. Nilivyoenda kwenye uandishi wa habari na utangazaji, nako pia mbona huyu ni mwalimu? Sasa huyu mwalimu amefikaje huko kwenye uandishi wa habari na utangazaji? Lakini nikaendelea kufanya kazi iliyokuwa bora, na ndio maana saizi jumuiya ya Watanzania wengi wananitambua kama mwandishi wa habari na mtangazaji. Hakuna mtu anakumbuka kama mimi ni mwalimu pia, na ni mwalimu kitaaluma. Sawa. Same thing. Wakati nataka kuswitch kutoka kwenye uandishi wa habari na utangazaji na kwenda kwenye career nyingine, sikutaka kushirikisha watu. Nilitaka ni switch kwanza, baada ya kuwa kila kitu kimeshakaa sawa, alafu ndio naweza nikawaengage watu. Kwa mfano niwape tu habari njema ni kwamba tayari kuna nyimbo 20 ambazo zimeisha kamilika kwenye kila kitu, na kwa mwongozo ambao nimepewa leo BASATA. Kwanza naenda kukamilisha usajili. Nilikuta nimeuanza kabla ya kuachia hii nyimbo ya Mniombee, kwa sababu nilishauliza na nikaambiwa utaratibu. Wakati nimekuja hapa kutaka kufanya hiyo registration, tulikuta mtandao uko down, na tayari ile nyimbo nilikuwa nimesha process kwenye platforms. Unajua kipa siku kadhaa wimbo utakuwa umetoka, ndio maana wimbo umetoka kabla ya kufanya huu usajili. Lakini leo sitotoka hapa mpaka usajili huo umekamilika. Nitakuwa nimelipa pia na ada yangu hiyo ya mwaka, ili kurasimisha hiki ambacho nakifanya. Na baada ya hapa ni tuone sasa hizi ngoma 20 tunazifanyaje kuzipeleka kwa wananchi waende kupata burudani. Okay, na natamani kufahamu kitu kimoja kutoka kwako. Swali la mwisho samani, lakini Oscar umeamua kuingia kwenye muziki ili ufanye nini? Kazi ya muziki ni ile. Ni kuelimisha, ni kuburudisha, ni kuonya, kwa sababu muziki ni sanaa. Kwa hiyo nimeingia kwenye muziki ili nifanye kazi ya sanaa. Nikiwa mwandishi wa habari na mtangazaji sifanyi sanaa, na nafanya taaluma. Misingi ya maadili kuna namna inaingiliana. Maadili unajua karibu yote. Ukienda maadili ya utangazaji, maadili ya ofisi za umma, maadili ya familia, kuna vitu vingi sana ambavyo vinaingiliana. Kwa hiyo ni hayo tu. Oscar chelewa sana, labda muda wote ulikuwa wapi uanze kufanya muziki mpaka sasa hivi? Sema utaweza kweli nguvu ya vijana ambao wapo kwenye soko sasa kushindana nao? Hakuna kuchelewa kwenye mafanikio. Kama kuna kitu chochote bado unaamini unaweza ukapush na ukaenda juu zaidi, usihesabu kuna kuchelewa kwenye kutafuta mafanikio. Tena hapa palipo ndio pazuri, kwa sababu miaka 10 ya kwanza ya Bongo Flava na I think even 5 iliyofuatia, miaka 15 ile ya kwanza, kaka zetu na dada zetu wengi walifanya hii sanaa ni kuseti tu platforms, unanielewa. Miaka 5 ya hivi karibuni ndio kumekuwa kuna pesa nyingi sana ambayo iko kwenye sanaa, na kwa bahati mbaya sana kaka zetu na dada zetu wengi ambao waliset foundation kwenye Bongo Flava tayari wengi hawako kwenye sanaa. Kwa hiyo kuna misingi waliset na wao sio wala matunda. Kwa hiyo mimi ndio mla matunda ya Bongo Flava ambaye nimekuja. Kwa hiyo nadhani ni good timing, kwa sababu ni muda pia ambao naweza kufanya sanaa bila kustruggle kitu chochote. Naweza kuweka pesa yangu na kufanya project zangu. Yaani hakuna kitu ambacho natakiwa kufanya Bongo Flava leo ili kesho nipate ugali. No. Kwa sababu na uwezo wa kufanya maisha mengine bila kupata shilingi 10 kwenye huu muziki. Lakini najua hapa nilipo ndio the right time, kwa sababu huu ndio muda
ambao muziki wetu una pesa nyingi sana, so nimekuja kuchukua pesa zangu. Uniombee ni bonge moja la ngoma, na nilikuwa nikiona baadhi ya waandishi wa habari pamoja na kiongozi pia wakitikisa kichwa wakati wanaiplay hiyo ngoma. Natamani kufahamu kwenye hiyo ngoma ni mstari gani ambao kwako umekuwa mstari mkubwa sana na kwa nini unakuwa huo? Mimi issue yangu kubwa sana ilikuwa kwenye chorus. Namna ya kuwa integrate wale viongozi wa dini kwa ukubwa wao na madhambi ambayo yanazungumzwa ndani ya ngoma yenyewe. So kwa maoni yangu mstari mkubwa zaidi, sitaki kutaja kama mstari, lakini ni chorus. Yani chorus kwangu ndio kitu bora zaidi kwenye hii ngoma kuliko kitu kingine chochote, kwa sababu huku ndiko watu tunapaswa kwenda kuombewa, huku ndiko ambako yanapatikana matumaini mapya, na huku ndiko ambako watu ambao wameanguka dhambini huwa wanainuliwa na kuwa watu wapya. Watu wengi wana connect doti, kwa maana pale unapokuona na Lady JD Jide wanaambatanisha. Wengine wanasema Oscar yuko kwenye huba zito na Mama Samful Commando, mmoja kati ya wanamuziki ambao wamechonga barabara, na zamani alikuwa akirap, sasa hivi anaimba. Kwenye hii ngoma kahusika kwa namna moja au nyingine, na ni kweli kwamba mpo kwenye mahusiano ya kimapenzi? Kwanza niliweke hili very clear. Ukisema JD anamdate Oscar ni kumkosea adabu kwanza Lady JD, lakini pia ni kumkosea adabu Oscar. Lady JD ni dada yangu, ni mtu ambaye mimi sijawahi kuwa kwenye mahusiano ambayo yeye hayafahamu. Unaelewa vizuri ninachosema? Sijawahi kuwa na mwanamke ambaye niko naye kwenye mahusiano halafu Lady JD sijamwambia, Lady JD sijamshirikisha. Kwa hiyo hebu msimkosee dada, mwekeni dada pembeni. Kuna kazi kubwa sana ameifanya kwenye hii sanaa na kwa heshima kubwa. Moja kati ya wanawake kwenye sanaa ya kiwanda cha Bongo Flava wenye heshima kubwa sana since day one. Kesho kutwa hapa anaenda kutimiza miaka 25 kwenye game, it's not a joke. Amefanya kazi kubwa sana. Kwa nafikiri hii ni time ambayo tunapaswa kumzungumza Lady JD kwa mambo mengi makubwa na mambo mazuri aliyoyafanya kwenye kiwanda hiki cha Bongo Flava, lakini pia kwenye sanaa ya nchi yetu. Ni watu ambao wametambulisha taifa letu nje ya mipaka. Ameshinda tuzo nyingi sana kama kijiji. Ametoa album nyingi sana kuliko mwanamke yoyote ambaye amewahi kufanya sanaa ya muziki hapa nchini. Asihusishwe kabisa na mahusiano yoyote. Is my sister, very good friend of mine. Sijawahi kuingia kwenye mahusiano na mtu yoyote na nisimwambie. Sawa, Oscar, pengine tukimaliza haya mahojiano bila kuiombea Simba, tutakuwa tujafanya sawa, kwa sababu wewe ni mwana soka pia. Mimi leo nataka mniombee tu. Nataka mniombee tu wimbo mpya. Kwa hiyo mambo ya Oscar kidogo kuhusu. Nasema hivi, kama kuna maombi achana na Simba. Siombei Simba chochote. Niko hapa kuuombea wimbo wangu. Nimesema tena, ndani ya siku moja kuna views zaidi ya 100,000 kwa msanii mpya. Ndani ya masaa 24 kuwa na views 100,000 on YouTube peke yake. Kama yuko msanii mwingine, na nyuma kumbuka, hakuna lebo, hakuna msanii mkubwa ambaye amekaa na muongoza Oscar. Jamani, moshi mweupe umetokea Kaliua this time. Tuishi humo yani. Oscar, hapo nataka niweze kusema kitu kwa maana ya hichi ambacho umekifanya. Labda una kitu gani cha kusema kwa wale wanaosema muziki wa hip hop au lipi kabisa au uzi kabisa Tanzania, na wewe umeingia kwenye muziki wa hip hop na sio R&B na muziki mwingine? Muziki nadhani ni biashara kama zilivyo biashara nyingine. Kuna watu wanauza magari, wanakaa yards na hawauzi. Wako watu wengine wanauza. Kuna watu wamefungua Diamond ameleta Wasafi soap. Kuna watu wengine wana sabuni. So mwingine anaweza kusema anauza, mwingine hauzi. Kwa hiyo ni very very subjective. Kwa hiyo tuwaheshimu watu wanaosema muziki haulipi
na tuwaheshimu pia watu wanaosema muziki unalipa. Biashara yako umeifanyaje, kwa watu gani, umemarket vipi, umepromote vipi, wateja wako ni kina nani, bei yako ni kiasi gani, that's it. Oscar, nyumba yako inaonekana imeenda sana kulingana na unapozungumza. Haujapata labda shows, simu za show? Siko tayari kwa show mpaka 2025 imalizike. Mpaka 2025? Yes, kwa sababu siko tayari bado, siko ready. Kama ambavyo nimeachia ngoma ya kwanza na inaonekana imekuja na kitu cha tofauti, lazima nitakapoonekana kwenye stage kwa mara ya kwanza, natamani niwe na kitu pia cha tofauti. Kuna performance nyingi zimeshafanyika na kazi kubwa sana imefanyika, na natamani the day ambayo nitaonekana kwenye stage kwa mara ya kwanza niwe na kitu cha tofauti. Nisiwe na mimi naenda na shika jinzi, yani nashika kwa babu huku nimeshika jinzi. Nataka walau nije na kitu cha tofauti kwenye biashara yangu ili nitengeneze wateja wangu. Asante sana. Yaani mwongozo wa maadili nimeshakupatia. Nyimbo tumesikiliza. Hebu tuambie. Asante kwanza kwa kuweza kuniita hapa, kwa sababu hii ni safari mpya ambayo naianza na itakuwa na vitu vingi sana vya kujifunza. Kwa hiyo kwanza nikushukuru kwa kuweza kuniita. Lakini tukienda kwenye wimbo wenyewe, huu ni wimbo wa kutubu, ni wimbo wa toba wa mwanadamu ambaye amefanya makosa mengi sana ambayo hayapendezi kwenye jamii, hayampendezi pia Mwenyezi Mungu kwa wale ambao wanaamini Mungu yupo. Na wimbo umekusudia kumpa nafasi huyu ambaye amepotoka kwenye jamii, ametenda madhambi mengi sana, bado iko fursa mbele za Mungu ambako unaweza ukamrejelea, ukaenda kutubu, ukaomba kuombewa, ukaomba kwenda kupewa msamaha. Ndio maana ukisikiliza kwenye chorus wametajwa viongozi mbalimbali wakubwa wa kiimani, kwa maana ya huyu mkosadi, kila dhambi iliyotajwa ni kitu ambacho hakifai, lakini bado iko nafasi, iko fursa ya huyu mtu kurudi kwa viongozi wake wa kiimani, kurudi kumlilia Mungu wake na kuweza kusamehewa. Kwa hiyo hili ndilo lililokuwa kusudio langu la kutomfanya mnyonge huyu mtu ambaye amekosea kwenye jamii, kwa sababu wako watu wakikosea huwa wanakwenda kwenye hatua za mbele zaidi ambazo kwa maoni yangu huwa wanafika kwenye hatua mbaya. Kwa hiyo huyu niliyemleta kwenye huu wimbo ni mkosaji kwenye jamii yetu, lakini kumuonyesha kwamba uko mlango wa viongozi wetu wa dini ambao wanaenda kwenda kuwalilia na Mungu wake akaweza kuombewa, na baadaye akaja kugeuka tu kuwa mtu mwema kwenye jamii yetu. Asante. Ya, sasa mwanasheria umesikiliza mimi kwanza kama nilivyosema nikukaribisha kwenye sanaa, lakini pia nadhani wimbo wako uwezekana watu hawajaupokea kwa staili ya utunzi, kwamba unaanzia wapi. Unajua mtunzi yote ni mbunifu, anajua anaanzia wapi. Sisi ambao tumesoma composition, unapokuwa una compose wimbo, ukishamaliza compose ile melody, unasema sasa nichague maneno ya kuweka kwenye ile melodia. Sasa ninaanza vipi? Kwa utakuta wimbo wako yani mpaka ufike kwenye chorus mtu ndo anaona kwamba ala, kumbe upo kwa ajili ya kuelimisha. Lakini unapoanza unaanza na maneno ambayo watu hawajazoea kuyaanza. Yaani mtu akisikiliza tu anaweza akasema wimbo sisikilizi tena. Sasa nadhani kwenye sanaa pia pata ushauri, wataalamu wapo, unaanza vipi? Anza na story ambayo mtu atakuwa ana hamu ya kuendelea kusikiliza, kwamba hivi anataka kusema nini? Hivi anataka kusema nini? Inataka kusema nini? Lakini ukianza na maneno yale ambayo jamii haiyazoea kuyasikia akitamkwa tu, lakini ndio ukifika kwenye chorus mtu anajua kabisa hapa kumbe kuna kitu anasema. Kwa mimi nadhani wakati mwingine tuendelee kujifunza,
tunasema msanii ni kioo cha jamii. Watu huwa wanatafsiri tofauti, wanafikiri yani msanii watu wanasema ndio wafuate tabia yake nzuri tu. Msanii pia anaimba kinachotokea kwenye jamii, kwa hiyo ana reflect kile kinachotokea kwenye jamii, ndo anasema kwamba jamii bwana inasema kitu fulani, jamii kumbe inafanana na kitu fulani, na hiyo watu huwa wanasahau. Kwa hiyo mimi nione tu kwamba katika ile style maneno makali next time, yani usianze nayo. Unajua unaanza moja kwa moja, sawa yanafanyika, lakini kuwa mbunifu kidogo. Lakini ukifika kwenye chorus ndipo unaona kabisa kwamba kumbe kuna uelimishaji unaendelea. Kwa hiyo mwongozo wetu huo hapo, mimi nadhani utumie kwa hiti zako zinazokuja, na pia tupigie na sisi rap moja hapo BASATA kuhusu mwongozo. Ndio hivyo bwana. Kwa hiyo sisi tunakukaribisha kwenye sanaa, piga kazi, lakini hakikisha kwamba usajili wako umekamilika. Ukamilika usajili wako. Basi, asanteni jamani. Kama wewe mtangazaji, sasa huko kwenye sanaa umefikaje? Umeibukaje? Kumbe ulikuwa na kipaji kingine kimejificha. Lakini taratibu zetu za Baraza la Sanaa la Taifa, mtu anapoingia kuwa msanii ni muhimu akajirasimisha. Kwa hiyo tumekuita moja, umetustua kwamba kumbe tuna msanii mwingine alikuwa amejificha. Kwa hiyo tumekuita ujirasimisha. Na zoezi la urasimishaji nadhani umelianza. Umemaliza? Nimebakiza vitu vichache sana, ni kulipia tu pale. Okay, sawa sawa. Lakini la pili, sisi tumekuita kwamba kwa sababu umeamua kuingia kwenye sanaa, tukupe mwongozo wa maadili. Kama unavyosema BASATA, tunahitaji zaidi kuwalea wasanii. Lakini pia tunataka kuibua vipaji. Hatutaki kipaji chako kife. Yaliyoimbwa humo ndani ni mengine tutazungumza, lakini tukupe mwongozo kwanza. Tukupe mwongozo. Nani Geoffrey, hebu ulete kwanza nikabidhi mwongozo alafu niendelee. Alafu tutausoma wote. Ni mwongozo wa uzingatiaji maadili katika kazi ya sanaa. Sawa, wewe kwako unao pale. Sasa hii ni kwako wewe, lakini pia ni kwa wasanii wote nchini. Unafikiria kwamba wa aina, lakini hakikisha kazi haichochei ghasia ya aina au namna yoyote. Lakini hakikisha kwamba kazi haina uchochezi au yanayokashfu watu wengine. Nadhani tunapokwenda huko kuna tiki, itakuwa nafasi na huko kwenye wimbo wako utuambie, je, kuna sehemu umeyumba au uko vizuri? Lakini pia haihudhurishi lugha chafu au lugha ya matusi. Lugha chafu au lugha ya matusi. Haina ujumbe wa unyanyasaji au ukatili. Haitukuzi ubaguzi wa rangi, jinsi, kabila au dini. Haitukuzi ubaguzi wa rangi, jinsi, kabila au dini. Lakini haikashifu taifa la Tanzania au mataifa mengine. Lakini kia kazi haidhoofishi umoja, ushirikiano na ustawi wa jamii. Lakini haishawishi vitendo vya kihalifu au uvunjifu wa sheria za Tanzania, za kimataifa au mataifa mengine. Lakini haishawishi wala kuhamasisha vitendo vya ngono, ushoga, usagaji ya madawa ya kulevya. Nyimbo imepewa grade la watu kusikiliza kuanzia miaka 18 na kuendelea. Na Oscar tumeshamwambia, ukishapewa grade kwamba bana wimbo wako unapaswa kusikilizwa na watu kuanzia miaka 18 na kuendelea, maana yake wimbo wake utapigwa kwenye night clubs,
wimbo wake utapigwa kwenye nyumba za starehe, utapigwa kwenye maredio kuanzia saa 6 usiku, ndo daraja la 18 na kuendelea. Maana yake kwamba hautapigwa wimbo huu kwenye public space. Public space manake kwenye vyombo vya usafiri ambapo kuna watoto kwenye matamasha ambapo kuna watoto. Kwa hiyo tumezungumza naye na hiyo grade alishaipata mwenyewe, anajua. Kwa hiyo swala ni utekelezaji tu wa hicho kilicho. Kuna namna ambavyo tunaona kama msanii mpya Oscar kaleta ubunifu wa tofauti, kwa sababu ulikuwa kusema hapo kiongozi kwamba ubunifu kuna namna ya kuweka mashairi, sio ukianza tu ukienda kwenye chorus nilikwambia kwamba ujumbe kumbe ulikuwa huu. Huoni kwamba Oscar itokifanya ni ubunifu ambao hatujawahi kusikia kwenye masikio, ambao labda umeleta ladha nyingine kwa sisi wasikilizaji wa muziki? Na huo ubunifu si nimeshauzungumzia, lakini nimesema kwenye composition unaposema word setting, yani word setting ni uwekaji wa maneno katika ule ubunifu wa melodia, na penyewe penatakuwa uwe nini makini. Kwa hiyo pale anatumia maneno makali, watu ambao hawajazoea kuyatumia. Unaonaje angekuwa ameleta maneno yenye mafumbo fulani hivi, sio moja kwa moja tu unajiachia unaona Lakini ubunifu ndio unatofautiana, lakini nategemea ubunifu pia wako watu wana upokeaje. Na huo ndio ugumu wa sanaa. Unasema sanaa, kila mtu anaweza kusema kwamba bwana hiki kitu ni kizuri, hiki kitu ni kibaya. Kila mtu ana namna yake anavyoipokea sanaa. Kwa hiyo hatuwezi kuwa na lugha moja tu kwamba bwana sanaa lazima iwe hivyo. Sawa, mmewekea limitation kwa maana kwamba usikizwe sehemu maalum na age ya vijana kadhaa. Nyie kama baraza la sanaa la taifa mtajuaje kwamba ni lika hili ndio linasikiliza hii nyimbo ya Oscar? Ndugu yangu, hata ukienda Marekani sasa hivi ukiambia pakia wimbo wako kwenye YouTube, wanakuuliza pale miaka mingapi. Sasa swala la jamii kwamba wewe utamonitor vipi, hilo ni swala jingine. Lakini sisi tumeshatoa hiyo ni la kwako sasa. Ndio, na yeye tulimpa kabla zungumza. Haya jamani, nashukuru. Sawa, kwa nyimbo kali, si ndio? Nyimbo ulionaje kiongozi? Wimbo wenyewe. Ndio maana wanaambia msiingie ndani. Umeanza? Ndio. Kuitwa BASATA bado hujao. Ulikuwa unaita disturb kuimba hip hop kwa mwanzo au kuja gani? Usipoitwa BASATA wewe bado sio msanii. Usiende kwa hisia.